chukua chakula chako. Malizia. Malizeni, mnapenda washikie. Akafurahi. Ya Mungu. Mwezi uishe ukana nikipige service gari yangu. Niwalete wanangu nende nao beach. Maana mwezi huu kidogo biashara imekuwa ngumu. Kisha mwezi wa Ramadhani. Idi mosi, Idi pili, Idi nne nenda kupiga service. Mke wangu napata la duniani. Accelerator tu ndio imesumbua, accelerator tu kidogo. Sio mbaya. Kwanza mwezi wa Ramadhani unatakiwa utulie na mkeo nyumbani. Sio unatembea tembea babani na migai tu. Mnapiga pena overtake. What happened? Nani bibi? My dear. Njoo mke wangu. Nikajua ushaondoka mwenzi. Nilikuwa nafanya kidogo kuangalia usafiri wangu maana usafiri unanisaidia sana lakini kuna problem kidogo. Nje kitapambu kidogo ina problem. Lakini baada ya sikukuu ina problem. Nitapiga service na kupeleka zangu bichi, Koko bichi. Kwa Slemi yangu kale bonge la samaki. Mazaramo kwa sifa nyie, kwa kujisifia tu mko vizuri. Sije siku ya Idi ukaanza kuingia mitini. Wewe kakwambia nani? Hamtaki kuongeza mke wa pili nyie mnaaminika? Kwa wewe niongeza mke wa pili nimekosa nini mimi? Na mimi ndio kwanza na ndio wa mwisho. Habari ndio hiyo. Sasa sikia mimi nafanya kitu kimoja naenda kibaruani mara moja. Naenda kutafuta maisha ninunue futari na kila kitu tupate kufuturu jioni pamoja na daku. Lakini kikubwa zaidi kwanza nataka nipitie masjidi kwanza msikitini. Niende kwanza msikitini nikaswali nikimaliza kuswali halafu ndo direct moja kwa moja niende nikatafute futari. Umenielewa vizuri? Mimi nafurahi ukiniambia swala yako na msikitini. Funga na swala mume wangu. Ndio maana yake na mimi Mungu anakupunguzia yale madhambi yote anakufutia anaanza upya. Umeona? Kwa hiyo mume wangu ukifunga fanya na ibada. Yaani unaponiona mimi ndo zangu lazima nifunge na kuswali. Nifunge na kuswali. Mashaallah mume wangu najivunia kukupata wewe. Umeona? Na mimi pia najivunia kupata mwanamke mrembo. Mwenye hekima zake na busara. Nashukuru Mungu. Umeelewa? Basi siwezi nikakudanganya mpenzi wangu kama nilivyokuambia. Baada ya sikukuu kisha nitaipiga service au kabla ya sikukuu. Hasa baada ya sikukuu. Nikupeleke Koko bichi ukapata la duniani kwa Slemi huko bonge la samaki kama mlima. Wazaramo kwa sifa kwa kujisifia nyewe mko hodari. Sasa fika siku ya sikukuu uonekani nyumbani. Mimi unanifurahishiga tu hapo mume wangu unaponiambia unaenda msikitini. Ndio. Funga na swala. Ndio. Ili kupunguza dhambi zako Mwenyezi Mungu akurehemu lazima uswali na kufunga. Inshallah ndivyo nitafanya mimi. Na mimi mume wangu wallahi sichoki kukuombea mume wangu. Yaani kila utakapotembea jua una dua zangu. Inshallah. Basi haya. Inshallah mke wangu. Naomba ukienda kusali na mimi usiache kuniombea mume wangu. Maana mimi kila ukifanya sala na kuombea. Kila mtu ataomba mwenyewe. Isipokuwa usijali. Mimi kuswali na kufunga ndo ninapopenda. Sasa sikia. Shika simu yako usije ngajisahau. Usije ngajisahau bure. Sasa nimezungukia ina tatizo. Tatizo kubwa sana kuna extra pempu moja pale kidogo ina problem. Kwa baada service tuna problem. Basi sawa. Nakupeleka Koko bichi. Usichelea basi kuleta iftari mume wangu. Kwa Slemi yako kale bonge la samaki yani. Ila kwa kweli. Haya sawa. Haya mimi ndo masjidi kwanza. Ukitoka msikitini mume wangu naomba uwahi iftari kuleta Kwanza first masjidi halafu naenda kutafuta futari pamoja na daku. Haya sawa. Unapenda samaki gani wewe? Hata kuleta sangara kuleta satu sawa. Yoyote wewe mboga utaona nzuri yote leta ya daku. Tutapata samaki aina hapa. Haya baadaye. Haya acha niwaisikie. Haya. Msikitini kwanza nikasalimia majirani zangu. Niwasalimie majirani. Maana majirani ndio ndugu zako. Nijue kwamba wameamkaje, wamelalaje. Sema chumvi kati ya nyingi. Majirani hodi. Majirani zangu hodi. Karibu. Karibu faza. Jamani nyinyi wote mjafunga umwe. Karibu. Jamani. Sasa mbona jamani
jamani? Sisi tunakazia swaumu. Saa 2 ndio maana saa 2. Nikifika sasa si shida jamani. Karibu. Leo. Ndio maana hamjafunga. Leo tu. Familia nzima hamjafunga. Sisi tunakazia swaumu tu. Waislamu nyinyi. Hapo Karibu. Aliyopika huyo yolo aliyopika kajitahidi. Mimi nimefunga sema ndio basi ngoja kwanza nimwangalie huyo mpishi. Yaani akia Mungu. Hapo huyo mpishi huyu. Karibu. Ndio maana kama hamjafunga mnakula tu. Karibu. Wewe kula tu. Wewe mimi nimefunga sana nalazimisha nile bibi. Mimi naangalia mapishi. Mbona mpishi hatari huyu? Sina kazia. Sema kazia tu swaumu. Wewe ndio umepika wewe. Jamani mimi nakazia lakini sasa hiyo confidential issue jamani. So tena mnasema mzee kafungulia hakuna. Hapa mimi nakazia tu kidogo ila ni confidential issue. Nipo wengi mwenyewe hapa nipo kwenye wiki zangu ndio maana sijafunga. Mpishi huyu nama. Jazi limenyoka. Jazi limenyoka. Wewe kila mwaka ufunge? Hamna leo tu niko kwenye wiki zangu. Jamani tufungeni jamani ndio tunafunga tunapunguza madhambi. Tuseme inshallah. Tungefunga jamani. Lakini mpango unapokula kula huu kila siku. Na mwezi wa Ramadhani na mwezi wa Ramadhani kula kubaya. Sana. Alafu kuzingatia na umri mlionao. Ndio. Kweli. Sasa nisimanda zamani. Sema nimalizie basi jamani. Nisimanda zamani nini? Simwakuta nini? Haya. Wewe vipi na wewe? Sawa. Hapo unapenda kula wewe? Mwezi wa Ramadhani wewe unapenda kula huyu? Nafunga ndo kwanza leo. Ina kweli. Kwanza leo. Tumekazia tu swaumu. Lakini sasa jamani kama nilivyosema. Mimi mke wangu anajua nimefunga sawa? Hiyo ni kwa jirani huko sio mbaya. Kwani kamwambie? Nasema msimwambie wewe na kimbele. Mimi ndivyo kama umekaa vibaya unawazimu nini? Jamani huyu mpishi mimi nitamlipa huyu. Kweli. Utalipa. Akampikia hata daku mke wangu nyumbani. Hivi mpishi nani? Mbona kama nasikia sauti ya mume wangu? Sio yeye kweli huyu? Sikaniaga nenda msikitini huyu jamani. Ya Mungu kusema kweli. Naweza nikamlipa. Yaani sauti yake kabisa. Huyu atakuwa ndio yeye. Yaani sauti yake kabisa unajua. Mama mtoto. Karibu. Jirani. Wewe mwanaume uko huku? Achukua chakula chako. Malizieni. Nimeniambia washikie. Mwanaume huna haya umekosa uso haya na aibu wewe. Nawashikia hii chakula chane Unajua kama mtu mzima kireja unajijua lakini mtume roho yangu. Kilichokuleta huku vidamani hapa ndio msikitini. Kule tumeagana mume wangu vizuri. Mke wangu nenda msikitini nenda masjidi. Hapa ndio msikitini. Chakula chenu. Weka hapa chini bwana. Kuna nyinyi mnamwangalia kabisa mzee wenu amekaa hapa anakula kabisa hadharani. Nimekula jamani. Yeye kasema hapo jamani niacheni kazie swaumu na mimi. Sisi tumemwachia. Tuwezi tukamnyima. Ulivyoondoka kule nyumbani tumekubaliana uje huku kuja kufanya hicho unachokifanya hapa mume wangu Mbona unanidhalilisha wewe mwanaume wewe? Huna aibu kabisa wewe mwanaume. Yaani huishi kumdhalilisha. Nimemshikia tu chakula. Umenishikia endelea kula endelea. Maana si unaona kama mimi na nanili sijaona au mimi nakuzuria si ndio? Huna aibu kabisa unanidhalilisha kila siku wewe mwanaume. Mwanaume mroho wewe. Haya ukimaliza urudi nyumbani na kusubiria. Maana huna hata aibu wewe muomba usako huu hauna hata aibu baba. Unanisema kama mtoto mdogo. Sema tena mke wangu, sema tena. Mkubwa kikosea sema sana. Sasa endelea kula tutakutana nyumbani. Jamani mwe. Nige basi nimalizie. Sasa mnacheka nini? Nyinyi kwa mikobe ni. Familia nzima ndani hata mfungi mikobe mnakula ovyo tu. Waislamu wazaona tu Abubakari. Mnacheka nilioni paki kajogo. Mmenisema jaribuni mpaka na mimi nimefungulia. Hii familia hii haina lolote ina mizambi mpaka mkagalioni. Pumbavu. Hujui sana Yangu. Yako hiyo bibi mimi nimekula bila juzi nilikuwa matatizo. Jioni nimwangalia nani? Muislamu mzima kufunga alifungi. Kuto linakula ovyo, kuto linakunywa mijuizi. Mzee umesema ndo msikitini.